Naitwa Simon Sirilo, kama ambavyo wengi wanajua, lakini jina la katikati wengi walifahamu, lakini naitwa Simon Filipo Sirilo na baba mzazi tumeshatambulishwa. Ndugu zangu, lakini pia nijitambulishe kama mwandishi wa kitabu mahususi ambacho nimekipa jina la Mheshimiwa Ali John Minja, kiongozi wa kazi na utu. Awali ya yote, nipende kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa afya njema. Kimsingi siku hii ya leo tarehe 24 tuliandaa muda mrefu, lakini asingekuwa Mwenyezi Mungu kwa uwezo wake tusingeweza kukusanyika mahali hapa na kufanya uzinduzi wa kitabu hiki muhimu cha kiongozi wetu Mheshimiwa Ali Minja. Lakini pia jambo la pili, washukuru wote ambao mmekusanyika mahali hapa baada ya kupokea wito wetu na mwaliko wetu kwamba tunalo jambo letu la uzinduzi wa kitabu. Mkaacha majukumu yenu, wengi mmetoka maeneo ya Itigi, wengine wametoka Manyoni na wengine wametoka Singida, wengine wametoka Ikungi kwa ajili ya kuja kutuunga mkono. Mungu awabariki sana. Amen. Lakini kwa sababu ya muda, wala mimi sitaweza kuzungumza ni kitu gani nimekiandika kwenye kitabu, kwa sababu yale yote ambayo nimeandika sina sababu ya kuyasema, kwa sababu mnao wajibu na haki ya kwenda kusoma kila mtu kwa muda wake, ili muweze kujua kile ambacho nimekiandika kwa ajili ya Mheshimiwa Ali Minja. Lakini kitu cha pekee ambacho naweza nikasema ni kwamba ni kwa nini nimeamua kuandika kitabu ambacho kinamhusu Mheshimiwa Ali Minja. Mimi nimeripoti Itigi na nimeanza kazi tarehe 1 mwezi wa pili mwaka 2019. Na mtu pekee ambaye nilipokea niliporipoti kwenye kata ya Itigi mjini ni diwani mwenyewe ambaye ni Mheshimiwa Ali Minja. Lakini kama ambavyo tunajua, sisi watumishi tunatoka mbali, na unapoenda eneo geni, wale ambao unakuwa unaishi nao kwa ukaribu kimsingi wanakuwa ni ndugu zako na wazazi wako. Kwa mimi nilimchagua Mheshimiwa Ali Minja kama mzazi wangu wa hiari, lakini kama kiongozi ambaye nimekuwa nimejifunza mambo mengi kutoka kwake, kwa sababu ndiye ilikuwa ni ajira yangu ya kwanza. Kwa kipindi chote ambacho nimefanya kazi na Mheshimiwa Ali Minja kuanzia mwaka 2019 hadi sasa 2025, yapo mambo mengi ambayo tumeyafanya kwa kushirikiana naye, lakini kuna mambo mengi ambayo ameyafanya yeye mwenyewe kama kiongozi wa mfano, na mimi kama kijana wake ambaye nafanya naye kazi na mtendaji wa kata. Kimsingi kwenye kata ni katibu wa Mheshimiwa diwani, na Mheshimiwa diwani anakuwa ni mwenyekiti. Kwa hiyo katika mambo mengi ambayo tumeshirikiana, nimeona sasa ni muda wa mambo haya ambayo Mheshimiwa diwani ameyafanya basi tuweke katika maandishi, ili hata kama mimi sitakuwepo Itigi siku moja, kwa kuwa sitapata nafasi ya kuwasimulia ambao watabaki Itigi au ambao watakuja Itigi, basi tuwepo kitabu ambacho watapata muda wa kusoma, ili wajue mambo mengi ambayo Mheshimiwa Minja anaendelea kuyafanya na ameyafanya kwa ajili ya Itigi. Tupige makofi. Kwa muda wa miaka kadhaa kuanzia 2019 hadi sasa, tangu nianze kufanya kazi kwenye kata ya Itigi mjini, yapo mambo mengi ambayo Mheshimiwa diwani kama msemaji wa wananchi ameyasimamia, ameyasemea na yamefanyika. Nitayataja kwa uchache kama sehemu ambayo ilinichochea mimi kuandika kitabu. Na mheshimiwa huyu anayo awamu 4. Amekuwa diwani kuanzia mwaka 2005 hadi sasa 2025. Awamu 4 ni sawa na miaka 20, ni umri wa mtu. Kwa hiyo hata kama tutasema Mheshimiwa Minja si kiongozi, tutakuwa tunamwonea, kwa sababu kwa miaka 20 ni miaka mingi ambaye ameacha alama kwa watu wa Itigi. Baadhi ya mambo ambayo
nimeshuhudia mimi kuanzia 2019 tukiachana miaka kuanzia 2018 kurudi nyuma hadi 2015. Tukienda katika swala la miundombinu, binafsi nimeshawishika na nimeona mambo ambayo amefanya Mheshimiwa Minja, mpaka naamua kuona ni kiongozi wa mfano ambaye ni kiongozi wa kazi na utu. Nyewe wenyewe ni mashahidi kwenye kata yetu imejengwa barabara ambayo kimsingi inaanzia roundabout, lakini kwa asilimia kubwa imejaa kwenye kata yetu barabara ya lami ambayo katikati kuna taa, watu wetu mjini wanafanya biashara hadi usiku. Barabara hii imebeba urefu wa kilomita 6, lakini pia kwa kipindi hichi kifupi Mheshimiwa Ali Minja ameisemea kata yetu na tumepata kilomita ambazo ni mita 600 zipo katika mji wetu Wetigi na zenyewe zimewekewa lami. Ukienda katika barabara zingine za vumbi ambazo kimsingi kwa upande wa Hotelini na upande wa Mloa jumla yake ni urefu wa kilomita 8. Kimsingi ndani ya miaka mifupi ametengeneza karibia kilomita 10 na kitu ukichanganya za lami na za vumbi. Kwa nayo haki na sifa za kuandika katika maandiko ili watu waone kwamba hata barabara hizi ambazo zinawaka usiku basi muasisi wake alikuwa ni Mheshimiwa Ali Minja. Ukienda katika upande wa umeme, wakati mimi na ripoti kuna baadhi ya maeneo yalikuwa bado hayajafikiwa na umeme. Lakini kata yetu ambayo ina vijiji viwili ina vitongoji 11, lakini vitongoji vyote tayari vinawaka umeme. Tupige makofi. Na mpaka sasa bahati nzuri kwa mwenyekiti wa kitongoji cha Mlongoji, watu wa umeme walienda mpaka kitongoji Bugu cha Galela kwa ajili ya kufikisha umeme. Tupige makofi ndugu zangu. Hivyo katika sekta ya maji, kata yetu kuna baadhi ya maeneo yalikuwa hayajafikiwa na maji kwa maana ya kwamba vitongoji baadhi. Lakini mpaka sasa vitongoji 10 vina maji na kitongoji kimoja cha Mlongoji ambacho kiko pembeni na mji wetu bado mitaro inachimbwa kwa ajili ya kupeleka maji. Haya yote yamefanywa chini ya uongozi wa Mheshimiwa Ali Minja. Na mimi kama mtendaji wake ndani ya miaka 6 nimeshuhudia na nimeona kwamba ni kiongozi wa kazi na utu, na ndio maana nikakipa kijina kitabu hicho ambacho leo tunakizindua. Ukienda katika maendeleo ya jamii kwa kushirikiana na afisa maendeleo wa jamii ndugu yetu Mbuva chini ya uongozi wa Mheshimiwa Ali Minja tumefanya mambo mengi, na ninyi kina mama na wanaume mlioko hapa na vijana ni mashahidi. Vikundi zaidi ya 30 vimepata mkopo. Tumekuwa tukiwapa elimu bure kwa nadharia na kwa vitendo. Tumewafundisha namna ya kujijenga kiuchumi, namna ya kujijenga kijasiriamali, tukiwa tunaamini kwamba kata yetu ambayo inaongozwa na kiongozi Mheshimiwa Ali Minja iwe kata ya mfano, na sisi kama wananchi wa kata hii tuweze kujikomboa na umaskini. Siku moja basi tuweze kutengeneza misingi ambayo kimsingi leo hii kuna lami, leo hii kuna taa muda wote. Tuzitumie kusafiri kwenda binadamu kufanya biashara. Tuzitumie usiku taa hizi kufanya biashara na kujasiriamali hadi mida ya usiku. Tupige makofi. Lakini pia kupitia maendeleo ya jamii, Mheshimiwa Diwani Minja ambaye leo tumeandika kitabu chake cha kazi na utu ametuunganisha na fursa nyingi. Juzi tulikuwa na fursa ya kampuni ambayo inaitwa AKM Glitters Company Limited ambayo yenyewe kimsingi imetuletea fursa ya mikopo ya vifaranga ili akina mama ambao wanataka kufuga, vijana ambao wanataka kufuga waweze kukutana na fursa, pamoja na fursa zingine kupitia maendeleo ya jamii. Lakini pia amekuwa mstari wa mbele kuhamasisha wananchi wa kata Itigi mjini kujitolea katika mambo ya maendeleo ya jamii, kujitolea katika jamii na shughuli za kimaendeleo ili kuhakikisha Mama Samia ambaye ndiye anatuletea fedha kwenye kata yetu zinaenda na zinaungwa mkono na wananchi wa kata Itigi mjini. Tumpigie makofi. Katika idara ya kilimo na mifugo, Mheshimiwa Ali Minja amefanya mambo mengi, na ndiyo sababu ya mimi kuandika kitabu pia. Nyewe wenyewe ni mashahidi. Amekuwa akitusemea tunapata mbegu za serikali, mikopo, lakini pia tunapata mbolea ambazo ni za ruzuku kwa ajili ya wananchi wa kata Itigi mjini waende wakalime.
kupitia afisa kilimo na afisa mifugo ndugu yangu nchini pamoja na ndugu yangu Male, wamekuwa wakituunganisha na fursa mbalimbali. Mashirika mbalimbali yanakuwa yanakuja kwenye kata yetu, ikiwemo Likoto, Farm Africa, WFP kwa maana ya kwamba World Food Program, yote yamekuja kwenye kata yetu chini ya usimamizi wa Mheshimiwa Ali Minja ili kuhakikisha wananchi wa kata ya Itigi mjini wanafikia malengo yao. Tumpigie makofi. Ndugu zangu, tukienda kwenye sekta ya afya, wakati mimi naripoti mwaka 2019 nilikuta ndio kuna ujenzi wa kituo cha afya cha kata Itigi mjini. Nilikuta ipo milioni zaidi ya 500 kwa ajili ya upanuzi wa kituo cha afya. Na ninyi ni mashahidi, kwa chini ya uongozi wa Mheshimiwa Ali Minja kituo chetu kimefanikiwa na kimepanuka. Siku hizi akina mama wanajifungua kwa operation, tunapata matibabu ya meno na huduma zingine ambazo ni za msingi. Tupige makofi. Lakini kupitia serikali ambayo inasimamiwa na Mheshimiwa Ali Minja, zaidi ya milioni 500 pia zimeenda kwenye kituo chetu kwa ajili ya uendeshaji wa kituo. Ununuzi wa madawa ambaye kimsingi Mheshimiwa Rais ndio anatuletea ili kuhakikisha sisi watu wa Itigi mjini tunapata afya njema ili tuweze kufanya shughuli zetu. Zaidi ya yote, kwenye mikutano mbalimbali ambayo Mheshimiwa Ali Minja anaiongoza, amekuwa akitoa hamasa juu ya CHF ili watu waweze kupata matibabu. Lakini pia ametusemea sisi wananchi wa kata ya Itigi mjini. Na kwa mujibu wa sensa ya mwaka 2022, kata yetu ya Itigi mjini ni kata ambayo ina watu wachache kuliko kata zingine zote. Lakini pia ni kata ambayo inaongoza kuwa na wazee wengi kuliko kata zingine zote 12. Kwa hiyo kwa mujibu wa sensa ya mwaka 2022 na kwa mujibu wa kwamba kata yetu na wazee wengi, Mheshimiwa Ali Minja amekuwa mstari wa mbele kutusemea wazee wote walio kwenye kata yetu wamepata vitambulisho na bima ya matibabu bure na sasa wanatibiwa. Tumpigie makofi. Nimalizie kwenye sekta angalau ya elimu, maana yapo mengi siwezi kuyasema yote kwa maslahi ya muda. Nimalizie na sekta ya elimu. Kata yetu ambayo ina vijiji viwili ndio kata pekee kwenye halmashauri yetu ya Itigi ambayo ina kata 13 kuwa na shule za sekondari 2. Na si kwamba zinakuja sekondari 2 kwa kuletwa tu, maana yake yupo msemaji ambaye Mheshimiwa Ali Minja. Ipo sekondari yetu ya Kimadoi, lakini na pia tunaye Hambi. Na wakati mimi naripoti mwaka 2019 nimeshuhudia mambo mengi ambayo yanafanyika kwenye shule hizi za sekondari. Tukianza na Kimadoi sekondari, na mimi nimeshuhudia na nimekuwa kama msimamizi kwa kushirikiana na Mheshimiwa Ali Minja. Tumejenga madarasa 8 mapya yenye thamani ya shilingi milioni 160 chini ya usimamizi wa Mheshimiwa Ali Minja. Tupige makofi. Lakini nilizungumza nikasema kwamba watu wa kata Itigi mjini watu pekee sana. Mmekuwa mnajitoa na kujitolea kwenye mambo ya kimaendeleo katika ujenzi wa madarasa haya 8 kwa nguvu zenu wananchi, na kwa kusemewa na Mheshimiwa na ushawishi wake tulifanikiwa kujenga ofisi 2 katikati ya haya madarasa ili walimu wetu waweze kupata sehemu ya kukaa kama sehemu ya utulivu ili waweze kufundisha watoto wetu. Lakini pia tulipata fedha kwa ajili ya vyoo 5 Kimadoi na vimeshakamilika, watoto wetu wanavitumia. Na sasa tumepata fedha ambayo kimsingi inatoka kwenye ofisi ya mbunge, lakini pia Mheshimiwa diwani akiwa ameisemea kwa ajili ya kuongeza vyoo vya wanafunzi wetu wa Kimadoi sekondari. Tupige makofi ndugu zangu. Lakini tukienda hadi sekondari, wakati na ripoti kwa kushirikiana na Mheshimiwa Ali Minja, nako nimeshuhudia madarasa mengi. Nimeshuhudia madarasa mapya 5 yenye thamani ya shilingi milioni 100. Nimeshuhudia ukarabati wa madarasa 2 yenye thamani ya zaidi ya milioni 20. Nimeshuhudia ujenzi wa vyoo
ambayo ina thamani zaidi ya milioni 6,600,000. Tupige makofi. Lakini pia ukarabati wa maabara 2 hadi sekondari zaidi ya milioni 30 zilipelekwa chini ya usimamizi wa uongozi wetu wa kiongozi wetu Mheshimiwa Ali Minja. Tumpigie makofi tena. Nikimalizia na shule zetu za msingi, nilisema kata yetu ni kata ambayo ni ndogo kwa watu, lakini pia ni kata inayoongoza kuwa na shule nyingi, kwa maana ya kwamba sekondari na msingi tunazo shule za msingi 4, lakini nitazungumza juu ya shule za msingi 3 kwa sababu shule moja iko chini ya shirika la kiserikali ambalo ni shirika la REA. Nikianza na Furaha shule ya msingi, na yenyewe tulipata fedha nyingi zaidi ya milioni 20 kwa ajili ya ujenzi wa vyoo kwa wanafunzi wetu wa Furaha shule ya msingi. Lakini tunao ujenzi wa madarasa mawili pamoja na ofisi moja Furaha shule ya msingi. Lakini ujenzi wa madarasa haya mawili yamesimamiwa na uongozi wa kijiji cha Mlowa chini ya viongozi wetu wa awamu iliyopita, lakini na kiongozi aliyopo tumefanikiwa kunyanyua boma mpaka serikali ilipoamua kutuletea fedha kukamilisha. Ukiunganisha nguvu za wananchi na fedha ambazo kutoka kwenye kijiji cha ofisi ya kijiji Mlowa ni zaidi ya milioni 20. Ndugu zangu, yapo mambo mengi, tuendelee kumwombea Mheshimiwa Ali Minja aendelee kupambana kutusemea sisi wananchi wa kata ya Tigi mjini. Shule ya msingi Tigi na yenyewe mambo yamefanyika mengi. Ujenzi wa madarasa 3 yenye thamani ya milioni 60, ujenzi wa vyoo zaidi ya milioni 30, ukarabati wa klasta zaidi ya milioni 20, pamoja na mambo mengine mengi. Lakini tukimalizia na Mlongoji, yamefanyika mambo mengi ambaye kimsingi tulijenga madarasa mawili kwa nguvu za wananchi, na nguvu za wananchi zilinyanyua boma na serikali ikapeleka milioni 11,500,000 kwa ajili ya kumalizia maboma. Maana ya kutaja haya mambo yote ni nini? Nataka niwadhihirishie kwamba yale yote ambayo nimeandika kwenye kitabu na kumzungumzia Mheshimiwa Minja si kwamba nimebahatisha. Nimefanya utafiti, nimejionea kwa macho na nimeona kiongozi huyu anastahili pongezi, ili sasa tuachane ile desturi ya kwamba binadamu wengi tunapenda kuwasifia watu wakisha kufa na kusahau kuwasifia wakiwa hai, kwa sababu ukimsifia mtu akiwa ameshakufa hata kuwa na sehemu yoyote ya kufanya mabadiliko wala kusonga mbele sehemu ambayo ilikuwa. Sitaki kuwa sehemu ya hao watu. Mimi nimechagua fungu jema na kumsifia mtu ambaye anafanya mambo mazuri akiwa bado yuko hai, ili aendelee kuwatumikia watu zaidi. Asante. Tupashie. Haya, makofi matatu. Asante sana. Mheshimiwa Ali Minja, diwani